Amen. Chepe Bwana mikono. Leo ni siku ya yenga, siku ya Jumapili, na kila mtu alijiandaa ili afike mahali hapa, anajua nini ambayo alikatafuta. Amen. Kila mtu alijua kama leo ni siku ya kumshukuru Mungu, ya kuabudu Mungu na kusikia kitu gani ambacho tena Mungu ataongea nasi katika siku ya leo. Ndio maana ukuwe kimya. Ukiangalia pembeni yako anasinzia, waambie unalala juu ya nini? Amen. Sababu leo acha Mungu leo asukule masikio yetu. Acha Mungu leo atuambie nini ambayo tutamfanyizia katika mwaka huu. Amen. Mwalimu wetu wa kwanza alipoteza mzuri sana na ikatujenga sana. Amen. Somo hapa nasema nini? Somo ya juma mzima. Ya mwalimu aliyetangulia. Ya mwalimu aliyetangulia. Mwalimu wetu wa Jumajana kufundisha kazi ya mwizi, mchungaji mwema ndani ya maisha yetu. Amen. Alionyesha kama kuna mwizi na mchungaji. Amen. Si kwa bure Mungu aliweka mchungaji na mwizi. Sababu aliweka mchungaji, alijua kama kuna mwizi ambaye anaweza kushambulia sisi pasipo kujua. Ndio maana akasema mimi nawapatia mchungaji. Amen. 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 Kristo aliweka mchungaji ndani ya maisha yako, alipatia Roho Mtakatifu ili ikuchunge na ikuongoze. Sababu alitambua kama shetani ni mwivu sana, shetani ni mharibifu sana, atakushambulia wewe pasipo kujua kama Bwana atamuuza ndani ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hata ndani ya kanisa si kwa bure Mungu anaweka mchungaji. Amen. Mungu anaweka mchungaji ndani ya kanisa ili atuongoze. Amen. Ili atupige fimbo tunapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, shaki agonge tekebe zetu. Nasema unaenda wapi? Amen. 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 Na kondoo ambaye haisikia mchungaji wake inapotea, inaangamia. Lakini ni vizuri sana ndugu mpendwa, kama umeitwa kuwa kondoo ya Bwana, ni sharti usikie nini ambayo mchungaji wako anakuambia. Amen. Tosha masikio magumu. Amen. Amen. Unapoingiza masikio magumu, jua kama mwizi atakushambulia pasipo kujua na utangamia milele. Hii somo mimi kwangu niligusa sana. Na Mungu endelee andika nyingine somo ya mzuri sawa na hii. Amen. Nilikuwa natembea sema kama mimi naanguka kiroho, kumbe ni mwizi ambaye alishambulia. Inabidi nibaki wima, nibaki na msimamo ili mwizi asiniingilie tena. Amen. Amen. Kumbe ndugu mpendwa, kubaki nyumbani pasipo kuabudu Mungu, iko mwizi ambaye anakushambulia pasipo kujua. Sababu huu mwizi anaelewa kama mchungaji wako iko, lakini wewe mwenyewe haukuwa zamu juu ya maisha yako, na atakuja kukushambulia na kukudetruire, na kile ambacho unacho atakiiba. Amen. Ndio kama utaangalia mtu anaanguka leo, kesho anatubu, tena anaanguka, tena anatubu. Amen. Na kwa mwisho Mungu anamunawa mikono sema wewe sikujue tena, sababu umeingiza mwizi na maisha yako mara kwa mara. Na mchungaji wako afanye ni kumkimbiza wa muzarau. Amen. Amen. Ndio maana kila mara nashukuru sana kiongozi wa kanisa hili, sababu yeye ni mchungaji mwema, sababu anaangalia kosa anahamakia. Amen. Anahamakia na anatembea kwa mstari. Nashukuru sana ndugu mpendwa mtumishi wa Mungu Moizi. Amen. Amen. Leo amenimarkia bimoya. Amen. Amen. Kumbe fimbo ambayo alipiga jana ililuma kuzegeni. Na leo yoshimama ngoja nipige nimtumikie Mungu. Amen. Shangilia Bwana. Ndio mtu wa Mungu anapenda kutimiza, anasikia nini ambao mchungaji wake anamwambia. Na mimi naamini
Ukishia kwa zamu yako, kesho yako itakuwa kesho ya furaha. Amen. Amen. Mbaji mali mbaka aseme mulevi analewa pombe, anaanguka na anaota vidonda visivyo na sababu. Amen. Amen. Lakini acha tulewe Roho Mtakatifu kuliko kulewa mvinyo. Amen. Sababu unapolewa Roho Mtakatifu itakuongoza, itakuhimiza na kukushawisha ibada. Amen. Amen. Tunalewa kwa kiasi Roho Mtakatifu. Ushauri tunatoka bado. Amen. Amen. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anatongoza, lakini tukijituma kulewa mvinyo wa kidunia tutapigwa majiwe. Mungu awabariki sana. Amen. Nilipenda tu nikie entre parenthèse kwa somo ambayo mwalimu mwenzangu alifundisha. Amen. Amen. Zamu, mwizi na mchungaji. Amen. Amen. Somo ambayo tuliongelea katika wiki hii nzima ni somo ambayo tarudilia, ilikuwa nasema juu ya nini? Juu ya kutumikishwa kwa shetani ndani ya makanisa. Amen. Ndugu mpendwa, shetani leo ameingia ndani ya makanisa, amekuwa mwizi, ameingia kisirisiri ndani ya makanisa na anafanya mambo sio na maana ndani ya kanisa. Amen. Shetani leo haingie kumanganda tena, sababu na mangandani zake shaka ziganye. Sasa leo iko yaingia mkanisa, kuna tulio watumishi wa Mungu, kuna tulio watoto wa Mungu. Amen. Tangalia mtu alikuwa nje ya kanisa, amen, lakini anapoingia ndani alikuwa nje ya kanisa, alilemewa na mambo fulani, lakini anapoingia ndani ya kanisa tena anakuja kuchukua mambo tena yasiyofaa. Asema mbona nje ya kanisa ilikuwa kwa kangadaji? Mbona nje ya kanisa nilikuwa nafanya mambo siyowezekana? Mbona ndani ya kanisa tena mimi tena baada ya nitongoza tena kanisa mimi tena pombe haiko dhambi, kuvaa mbaya haiko dhambi. Na mwangalia mtu anaharibika mcheka mnasiri. Amen. Lakini ingelikuwa ndugu pendwa, usiibwe zamu ndani ya utumishi wako, usiibwe zamu ndani ya Ukristo wako, usiibwe zamu ndani ya mambo yote ambayo yatakumpendeza Mungu. Sababu ndugu pendwa, leo shetani ameinuka sana ndani ya makanisa na amefanya mambo isiyowezekana. Na pale tulisoma ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume sura 8 na mstari wa 9 mpaka 15. Ni pale tuliongelea juu ya habari ya Simoni mchawi. Tukaongea kama Simoni mchawi alifanya mambo makubwa sana ndani ya uchawi wake. Na watu wa Samaria walipomuona walijiuliza, Simoni alifanya muujiza ya ajabu ndani ya uchawi. Alifanya deliverance. Amen. Aliwasaidia watu wa Samaria ndani ya uchawi wake. Na watu wa Samaria walimsamani tangu mtoto hata mkubwa. Akajiuliza, walikuwa ni watu wa Mungu? Amen. Amen. Na ndani ya makanisa mapasta wengi, watumishi wengi wamekuwa kama vile Simoni mchawi. Wamefanya mambo na hata unapoyatazama utajiuliza kweli eske itu ni uwezo wa Mungu? Amen. Nikawaambia nikasema kama kazi ya shetani yeye ni anafanya mambo anafotokopia mambo ya Mungu. Yeye ni tricher mambo ya Mungu. Amen. Utaangalia mtu wa ulimwengu wa giza na mtu wa kiroho ya Mungu kuna tofauti. Utaangalia huyu anakuja anakuambia mambo hii na wewe anakuja mambo hii. Utajiuliza wa Mungu ni wapi? Amen. Kumbe huyu mtu mweka ulimwengu wa giza alitishe yale ya Mungu. Sasa unakuwa ndani ya kufuzio. Na kama sasa hauna nguvu ya maombi utaanguka. Amen. Atakokota kupitia unabii. Akwambia kuja. Unaposikia kulikuwa sijui niko ni kweli wala ibaka ni kweli asinipokea vijana si kweli. Amen. Lakini kama unadisema utapitia chini. Na unapomsogelea anatokea mkono pale ekela kwa ndani anabeba. Amen.
Ndiyo maana ndugu mpendwa, inabidi tukuwe na msimamo pale ambao unaingilia. Angalia madhabahu gani ambayo unasimamia yako. Amen. Angalia mchungaji gani ambaye anakusimamia. Angalia mtumishi gani ambaye anakuombea. Watu wameangamia sana. Wameangamia sana kabisa. Hii Biblia watu wamefanya fotokopi yake. Amen. Utaangalia mtu anakuja kusomea verse. Amen. Ndiyo ni ya kweli. Lakini yeye ana nia nyingine ndani ile verse. Ania nyingine. Njoo utaangalia ndani ya makanisa wafrapere wengi wamejitokeza. Anavaa kostime kabambi sana na Biblia kabambi sana na cravat. Unapomwangalia ule mtumishi wa Mungu. Amen. Nani alikwambia mtumishi wa Mungu? Je, umemchunguza? Na watu wengi wameangamia sana. Amen. Utaangalia watu ndani ya kanisa wanatupa mtumishi wao, wanashtukia mgeni ambaye anawafikia. Hawajue mambo yake. Sikila aitaye Bwana ndiye atakaye katika ufalme wa mbinguni. Sikila mtu. Amen. Kumbe mwenzako yeye iko na keshia kwa makaburi juu apate profesia kwa kudanganya. Na mwenzako yeye iko na kesha ndani ya kanisa ili Mungu ampatie ufunuo ya maisha yako. Amen. Ule ambaye alikesha na kanisa atakuja anakuambia, amen. Na yule ambaye alikesha akiwa kuzimua anakuambia mambo yanayofanana. Je, utajuaje sasa mtu wa Mungu? Baada ya kuambia sogea nikuombee. Sogea nikuombee. Amen. Sasa kuambia ya kweli. Je, utamkatala tena? Utamsogelea. Atakokea mkono. Anapokea mkono kumbe kuna kitu ambacho yeye iko na vize na maisha yako. Na baada ya pale utaangalia uko naomba ndani ya kanisa, unaomba lakini angalia hakuna mabadiliko. Amen. Kitu moja nataka kuambia ndugu wapendwa, wakati mtu wa ulimwengu wa giza anataka kusema madhabahu yake. Amen. Anaongea maneno kwa ajili ya madhabahu yake. Amen. Na mtu wa Mungu vile vile anatoa maneno kwa ajili ya madhabahu yake. Njoo tena angalia, haujue mtu ambaye unafuata ana agano gani na mizimu yake. Haujue mtu ambaye unafuata ana agano gani na Mungu wake. Wewe unakuyakuya tu kuyakuya. Amen. Kumbe yeye Mungu alimwambia, aliongea na mzimu wake akamwambia, nitakupa watu utawaona wengi hivi. Amen. Lakini watakutolea ndio. Na mie faida yangu ni zile nyota nizichukue. Yes, wewe tusaidie baba. Amen. Mnaangalia tofauti. Shetani hawezi kupa bila kumrudishia zake. Amen. Amen. Na Mungu vile vile hawezi kupa bila kumrudishia shukrani yake. Amen. Ndio pale utaenda angalia shukrani ya Mungu na shetani kuna tofauti. Amen. Kristo yeye anakuja ili akuokoe kutoka utumwa. Amen. Amen. Anakuja akutoshe na utumwa. Na kuja kwake ili umtumikie. Amen. Na utaangalia baraka ambazo Mungu anakupatia zinakuwa za milele. Amen. Utaangalia baraka ambazo shetani anakupatia iko za muda. Ndiyo maana utaangalia watumishi wengine wanaovuma na baada kidogo wanafifia. Sababu walitafuta vitu ya nini? Vya muda. Lakini mtumishi wa Mungu utamwangalia yeye anavumilia yote. Anachunga muda wa
Bwana. Kama Mungu alipatia Mkristo mmoja, atavumilia naye. Kadiri jinsi Mungu atamletea wengine watu. Amen. Na utangalia hii pesa ambayo Mungu atampatia itakuwa utukufu ya Mungu. Amen. Na wakati anapobarikiwa huyu mtu anakuja kushuhudia makuu ya Mungu. Ndio. Amen. Ndani ya kanisa tuko wadogo, tuko wengi. Kama tunashimama kwenye misingi inayofaa, amini pia kama Mungu atakutendea. Amen. Kuko makanisa huku unaingia mkanisa kwa miaka 5. Amen. Uweza na $20 ni problem. Ndio. Jiulize. Amen. Unatoa, mbuzi zako wanazikula, lakini hawana mabadiliko. Amen. Kumbe uko unaleta kwa mtu ambaye anakuwa ndani ya ulimwengu wa giza, na yeye tayari mambo ambayo yanaendelea kwa mambo yake wako na yote yake. Amen. Amen. Ukiangalia unaingia fasi uendelee, toka. Amen. Amen. Toka. Jua kama kuna kitu. Amen. Amen. Nakumbuka kanisa moja hivi nilikuwa naombea pale. Papa nilikwambia. Visionary kanisa anaita anasema kanisa mkomole, muushe manjanja, mtumie franga. Amen. Ndiyo maana niko nawaambia angalia misingi gani ambayo unakuja kuombea. Amen. Nilikuwa naongelea juu ya Simoni mchawi aliposhangaza watu na uchawi wake. Siku moja aliambatana na mtumishi wa Mungu Filipo, na Filipo alikuwa akihubiri habari ya wokovu kwa watu. Aliposikia akasema, mbona huyu mtu anaweza kunishindia? Kumbe ndugu mpendwa, wale watu wa ulimwengu wa giza wanapoangalia uko ndani ya mshimamo, itakuwa saa zetu. Amen. Nataka msaada kwa kesho. Amen. Lakini ole kwako wewe ambao unakuwa geugeu. Amen. Unakuwa kuvuguvugu. Huyu anakuya, unaenda kule. Huyu anakuya, unaenda kule. Je, utajuaje mtu wa Mungu namna gani? Amen. Ona Filipo yeye alibakia na msimamo yake ya kichawi na akafanya mambo, lakini siku moja alikutana na mtu ya Mungu na akambadilisha. Amen. Na watu wa Samaria wakaokoka. Na wakabatizwa. Na Simoni mwenyewe akabatizwa. Amen. Sasa pale chini wanatuambia kama wakati watu wa Samaria walipookoka, wakati Yerusalemu ilisikia watu wa mioyo migumu wakaubisha wameokoka, wakatuma mitume wa Mungu, wakatuma Petro na Yohana, wakasema watumishi wa Mungu waende mahali huko wawekee mkono kwa sababu wameokoka, ili watumie wafanye nini? Waishe kazi ya Mungu. Amen. Wapokee nini? Wapokee zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Simoni mchawi ndio mwenye wake haluwatake tu mbio. Akasema na mimi simunipatie kidogo kule wote wapatie franga, na mimi niombe watu wapokee Roho Mtakatifu. Wakamjibu, uwezo wa Mungu hautoi kwa pesa, kwa sababu. Amen. Iko neema tu. Amen. Sasa utaangalia ndani ya makanisa. Kwangu na kwako uchunguzi. Unaingia ndani ya makanisa, wanakuambia mbele ukweli yake na kanisa. Ndio luka. Kati ngombe ulete na mbuzi kababa. Amen. Unashua huko kanisa, utapata success. Unashua huko mko hivi na hivi. Amen. Tuikombea huko utakuwa hivi na hivi. Amen. Wanakujaribu kama vile nyoka alijaribu Adamu na Eva katika shamba. Wanakupa maneno matamu na wewe hana misari na maneno unaanguka. Amen. Ndio maana mtumishi au mwombaji ambaye asome neno kwa unga yake dawaka fasili. Usikuwe Mkristo tu wa unabii. Amen. Mungu amesema. Hapana. Kuwa na wakati wa kusoma neno. Sasa unaposoma neno, unabii inatokea muneno. Na unabii hawezi kudanganya kama uko muneno. Amen. Amen. Utaangalia
Yesu anakuja, anapoangalia kote febla yako, anajua uko vipi, haona hapo tena na moyo. Hapo tunajua. Anakudanganya. Mungu ananiambia, "Leti televisheni yako." Mungu ananiambia, "Leti radio." Mungu ananiambia, "Tile diva." Mungu mapepo. Mungu mapepo. Amen. Kesho utafika mwake anakalia diva yako. Wewe ukasonga. Mjinga wewe. Mjinga. Tusidanganyiwe kwa siku za mwisho. Mungu yeye ni mkamilifu katika mambo yote. Amen. Angalia gisi watu wa Samaria waliokoka na wakatubu. Amen. Wakakutana, kumbe kuna mtu ambaye iko na uwezo tena kutushindia. Simoni mchawi akatubu na kaokoka. Amen. Kumbe wivu ndani ya watumishi wa Mungu haikie leo. Ndio maana utaangalia watumishi wa Mungu wanapotafuta miracle, wako wana kudesia mwana kuuza miracle. Amen. Anatoa sacrifice juu kupatia miracle. Lakini mtu wa Mungu yeye hautaka miracle, kazi yake ni magoti tu. Na Mungu anamsikia, anafanya miracle. Amen. Ndio utaangalia hana kanisa ni mshwari. Aska mnaki ndio mle mshwari yake. Mnakiwa. Pale uko Mungu kabisa. Hatutoki. Pale uko Mungu. Hatutoki. Uko napotea pasipo kujua. Amen. Makanisa mengi wametafuta miracle miujiza mbio. Amen. Lakini hawana tena muda ya kuchunga mapenzi ya Mungu ndio ifanyike. Wanapenda mapenzi yao sasa ndio ifanyike kuliko ya Mungu. Nikawapatia mfano ya misionari mmoja wala mtabonge. Amen. Alifanya miujiza kwa mapenzi yake. Amen. Lakini miujiza yake ilikuwa ya muda. Ilikuwa ya muda. Tutafute misingi ndani ya Kristo. Ndio maana nilisema tutakuwa na sute meto nasema misingi ya kweli. Misingi ya kweli. Pale tutaongelea misingi ya kweli. Misingi ya kweli ni gani? Utapata misingi ya kweli wapi? Utapata misingi ya kweli kwa njia gani? Utapata misingi ya kweli kwa nani? Utapata misingi ya kweli ndani ya nani? Amen. Fondation ya kweli utaipata wapi? Madhabahu ya kweli utaipata wapi? Na kwa njia gani? Amen. Amen. Soma kitabu ya Mathayo sura 16. Mathayo 16:18 na mwingine atayarishe Wakorintho wa kwanza 3:10-11. Mathayo 16:18 na mwingine atayarishe Wakorintho wa kwanza 3:10-11. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 10-11. Msomaji wa kwanza atusomee. Mathayo sura yake 16 mstari wa 17 18. 18 na tunasoma kwa utukufu wa Bwana. Amen. Nami ninakuambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba ninajenga kanisa langu. Wala milango ya Hadeze haitashinda. Amen. 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 Nami
ninakuambia wewe ni Petro. Amen. Nami nakwambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Nami nakwambia wewe ni mchungaji wa mahali hapa. Amen. Nami nakwambia wewe ni muombaji wa mahali hapa. Nami nakwambia wewe ni Mkristo wa mahali hapa. Amen. Na juu ya mwamba huu mtajenga kanisa langu. Amen. Na juu ya mwamba iko ufunuo. Kanisa linajengwa ndani ya ufunuo. Hapana kulala kuamuka eti uko apotre. Hapana kulala kuamuka eti uko mtumishi. Hapana kulala kuamuka eti uko pastor. Amen. Ufunuo gani umepata juu uko pastor? Ufunuo gani umepata juu ujenge kanisa? Amen. Wengine wamejituma kujenga makanisa. Makanisa imekuwa kama business kwa leo. Imekuwa vile maduka kwa wengine. Lakini kwa muuliza hii ufunuo, hii kanisa imejengwa kwa ufunuo gani? Hajui. Amen. Amen. Watabia kama wewe ni Petro. Na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Amen. Na juu ya ufunuo nitajenga kanisa langu. Wala milango ya Edeze haitalishinda. Amen. Kanisa ambalo limejengwa ndani ya misingi ya Kristo. Kanisa ambalo limejengwa ndani ya ufunuo la Kristo. Kwa mataa kwanza iko Seigneur. Ndiye anakombatile kila hawa ambaye ataingia mahali pale. Sababu kanisa ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yake hautaangalia mchanganyiko ndani yake. Amen. Sababu limejengwa juu ya mwamba. Limejengwa na Kristo mwenyewe. Amen. Shetani hawezi, hata shetani anaweza kushtukuza kujenga vile mwizi. Amen. Ndani ya maombi utapata ufunuo, kuna kitu kibaya ambacho kimeingia na Mungu atakuonesha ili ukikombata. Amen. Lakini kanisa la kimwili, kanisa ambalo mimi mwenyewe nilijengea, nimelamka mwangu jua majana zangu za kanisa. Amen. Mtengia rikere, mtengia wateble, mtengia kila aina ya watu, na sitaona sababu sina macho, si hapo vizuri yangu. Mungu kunifundia ile. Nimeijenga kwa tabaa zangu. Jakazi tuko? Watumishi tuko? Wakija tuko? Some Wakorintho wa kwanza sura 3. Amen. Nasema kwamba kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa sawa sawa, mjenga mkuu mwenye akili niliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu angalie namna gani anavyojenga juu yake. Amen. Maana mtu hawezi kuweka msingi mwingine vile ule uliokuishwa kuwekwa ni Yesu Kristo. Amen. 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 Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa. Kwa kadiri ya neema ya Mungu, hapana kwa kadiri ya neema ya mizimu ya kwako niliyopewa, lakini kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa. Amen. Utafanya nini? Sawa sawa, mjenga mkubwa mwenye akili. Mjenga mkubwa mwenye akili. Niliweka misingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Amen. Niliweka misingi na mtu mwingine alijenga juu yake.
lakini kila mtu aangalie namna gani anavyojenga juu yake. Amen. Kristo anatuambia, anasema aliweka misingi ya kanisa, lakini kila mtu amekuja ili akawatilia msingi, na kila mtu anajenga kadiri anavyopenda juu ya misingi ya Mungu. Utaangalia kila mtu anakuja kwa jina la Kristo na hivyo wa Kristo, sababu Kristo aliweka misingi. Na Paulo anatuambia kama lakini kila mtu aangalie namna gani alivyojenga. Kila mtu aangalie. Ndugu mpendwa, ni kwamba tuangalie sana misingi ambayo tunatembelea ni misingi gani? Misingi ambayo tunakalia mahali hapa ni misingi gani? Misingi ambayo wengine wanakalia ni misingi gani? Sababu wote wamejengwa wamekana ndani ya misingi ya Kristo, lakini si wote wajaye Bwana ndio Bwana. Tumejenga wa misingi gani? Amen. Yesu Kristo yeye ndiye uzima. Yesu Kristo yeye ndiye fondasio ya kanisa. Yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa. Lakini anatuambia sema tuangalie sana. Sababu kila mtu iko nakuja kujenga misingi yake ndani ya jina lake. Amen. Na anatoa mapepo zinaenda. Amen. Baada kidogo pepo inaendaka tena. Pepo haendaki. Pepo ya misingi ambayo haendaki. Amen. Kama walipondea magonjwa ya mtumbu inahamaka inaanza kumgonga. Kama walipombea magonjwa ilikuwa sio wapi inahama. Ndiye maana angalia hapo kuna luma na wao kuna pona hapo tena kushanja. Amen. Misingi ndio mbaya. Amen. Lakini mtu ambaye amejenga misingi yake ya kweli ndani ya Kristo, pepo anaomba na zinaenda zinapotea zinalalamika. Tunaenda haturudi tena. Sasa mtu kama na huyu upate wapi? Mtu ambaye amejenga ndani ya misingi ya Kristo utamtoa wapi upendo? Amen. Utaangalia wengine maisha yao, probleme zao, shida zao, wanakuambia yeye ni chai tu. Ishawa kawaida. Amen. Yeye iko na kubakia misingi ya kwao yeye pasipo kujua. Anakosa namna gani atafute fondation de Jésus Christ, porque ile misingi ya Kristo imsaidie na maisha yafungue. Lakini yeye anakuambia kwa tu ni vile tu. Kwa sababu haiziisha. Ni kwa sababu ukagawania misingi isiyofaa. Lakini problema yako ndugu mpendwa, ilete ndani ya misingi ya Kristo na Kristo atatoa hii. Amen. Unapofika ndani ya Kristo, hauwezi kujifanana. Ndiyo maana ndugu mpendwa, wako na kuamakia kila mara, acha mambo mabaya, tafuta misingi ya Kristo tusaidie. Unaangalia kama watumishi wa Mungu ni waesko. Amen. Unaangalia kama ni waesko. Wanakuambia kuja tukusaidie kimaombi ndani ya misingi ya Kristo. Sababu madhabahu ya Kristo iko na uwezo kubomoa madhabahu ya ulimwengu wa giza. Lakini ulimwengu wa giza hauna mamlaka kubomoa misingi ya Kristo. Sasa kwa nini kukamania asili yako? Kwa nini kukamania tabia yako mbaya? Ijapokuwa kuna mtu ambaye ana uwezo ni Kristo. Sababu gani upende kusugilia Kristo ili akusaidie? Unaangalia tu maisha yako tu ni ya kawaida. Amen. Wewe watu wako tu baba mimba. Wewe watu wako tu ndio problem. Wewe manake hakuna kushajifalia. Uko naangalia miaka yako, uko ndia uzee, lakini akili yangu inapasana wewe inza. Amen. Kumbe kuna jambo fulani ambao aliongelea ndani ya misingi yako, hautajifanyia kitu.
Amen. Na etwale yako wengine wako yatumikisha wanafaulu. Wewe lazima kujua. Sio bakia ule. Amen. Wewe sana watoto wanawachukua na kusaidia kuwachunga wale. Unaanza kwa nini? Uko na wazee kwa neema, kumbe wako na kufuata pasipo kujua. Utafuta misingi, tutafuta kujenga imani yetu na misingi inayofaa. Unapojenga imani yako na misingi inayofaa, utapata msaada. Amen. Acha kutafuta msaada kwa marafiki. Acha kutafuta msaada kwa shangazi. Acha kutafuta msaada kwa baba mkwe. Acha kutafuta msaada sio kwa mtu gani. Watakuchoka, lakini Kristo atakuchoka, atakusaidia. Amen. Sawa na mzuri. Amen. Kwa nini kushitilia mipaka ya maisha? Kwa nini? Ashila mipaka. Niye ndiye mwenye uwezo. Uwezo ni kwake. Amen. Shetani hana kitu. Kumbuka wakati Shetani ajaribia Yesu Kristo, akamwambia uko na njaa, sugeuza hii na ukate. Yesu akamwambia kama Kristo alijua kama vyote ambavyo viko chini ya jua ni kwa uwezo wake. Shetani hakuumba kitu. Shetani hana kitu ya jua. Akamwambia mtu aishi kwa mkono tu, ili anaishi kwa neno la Mungu. Akamchukua tena akamweka Yuda mnara. Akamwambia ukijishika pale chini, ibali yote unaona ni yako. Amen. Na ni pale ambapo watu wa mingi, Wakristo wengi wameangamia. Amen. Utaangalia mtu anakuja kupropose. Ukinifanyilia hiki, nitakupa hiki. Na hiki. Amen. Anasahau ya kama mwenyewe anapeleka ni Kristo yeye mwenyewe. Amen. Siku moja juu ya tamaa zako utajeka mvuatiri kama unye mserikali. Amen. Amen. Ukaangalia mtu katika mvuatiri yake juu ya tamaa macho yako itakwambia sulipenda mie, kumbe uko unaingia unashikuta uko ndani ya serikali. Nakumbuka siku moja wale ambao wanazia Goma kulikuwa mwanamke mmoja wanamuita Biju. Ule mwanamke alikuwa anaingia kwenye maangano kila mara. Alikuwa mwanamke mrembo sana. Na unapomwangalia wasasa sitavuka hapa. Amen. Na unapomwangalia utamtongoza, atakwambia sina nafasi, twende kwangu. Amen. Mnatoka mnaenda. Unatambua usubuhi uko yule makaburi. Wewe pasipo kujua. Tamaa. Amen. Amen. Acha kutamani pesa za wengine sababu haujui misingi yao ni gani. Amen. Usiangalie mtu iko ndani ya gari umtamanie au utapende gari yake. Haujui wapi alitosha. Amen. Lakini nakwambia mpendwa, shukuru gisi ulivyo na ukuja kwa Kristo. Kama unaomba msaada, tafuta msaada ndani ya Kristo, utapata msaada. Amen. Na Mungu sio mfumo. Yeye anajibu kwa wakati. Amen. Kuwa na roho ya subira. Kuwa na roho ya kusubiri mambo. Hapana kungojea mambo ya haraka. Utaangamia ndugu pendwa pasipo kujua. Amen. Amen. Sababu ukiangalia sana kanisa ambalo unakalia leo, ukiuliza mtumishi wa Mungu mahali hapa, atakwambia alienda kanisa na watu 2 au 3. Amen. Leo kwa ngapi? 5 6. Ni kwa sababu alikuwa na moyo wa utulivu, alisubiri, hakufuata luyengea wenzake wa pastor, sababu alijua kila mtu ana misingi yake. Hapo ile pastor uligaika. Amen. Tuligaika. Tulikana tukasubiri. Amen. Na tavuna matunda mema kwa Mungu tunaposubiri. Tutavuna mambo makubwa tunaposubiri. Ndani ya subira mna victory. Ndani ya subira mna victory kubwa. Ndani ya subira mna mambo makubwa sana ndani ya maisha yako. Amen. Kama leo uko na ushaka uchungu ndani ya misingi ya Kristo, amini ya kama
Kuna wakati Mungu atabadilisha kauchumi na kuwa divere ya pantalo, inakuwa divere sio ya bodaboda, unakuwa mtu mkubwa. Angalia upendo wale ambao wanakuwa wabla kumesa leo. Walianzia wapi? Walianzia pale ambapo uko. Na wakati misingi yao ndani ya Kristo, na Kristo akawabariki. Amen. Amen. Kama leo hauna kazi, subiri muda. Hapana kuosha roho. Kila kitu kinakuja kwa wakati. Amen. Kumbe Mungu iko napenda, jua leo hauna kazi, ukae uombe. Sasa ile maombi itakuwa garantia na kazi au upatie. Amen. Hata si wanadamu hatuna ile macho kwa tulikobayuka. Amen. Kumbe kitu anachunga hii kazi. Maombi ambayo ataomba muda ambao hauna kazi itakuwa garanti. Sababu unapopata kazi kuna muda za kosa ya maombi, lakini maombi ambayo unaomba leo ndio itakuchunga kesho ndani ya kazi yako. Amen. Amen. Kama kuna yule. Amen. Kama hauna kazi leo, amen, kama Kristo anaweza yote. Amen. Na uko na subira, kesho utaitwa na mbarikiwa unaposubiri. Amen. Kama uko wa chini, kuwa na subira, kesho utaitwa mtu wa juu. Amen. Soma Zaburi 11 mstari wa 3. Mstari wa 3. Nasema kwamba kama misingi ikiharibika, mwenye haki ataweza kufanya nini? Amen. Amen. Kama misingi ikiharibika, amen. Kama sababu ikiharibika, wewe Mkristo utafanya nini? Amen. Watu wengi ndio upendwa wameingia ndani ya makanisa, ndani ya misingi inayoharibika, na ile madhabahu inayoharibika inatatiza maisha yao. Kumbe ulisogelea misingi sio fani upendwa. Acha kuchanganya maombi, acha kuchanganya makanisa na upendwa. Utazibiliwa kwa unaenda. Acha kumkimbilia watumishi wa kila aina, kule kwa unaenda utapata vitu vibaya. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atapata nini? Ama si laana. Siko laana. Kama misingi ya mali yako ikiharibika, hatuwezi kujiozea kitu. Ama lakini tumaini anashuhudia kama misingi ya mali hapa haiharibiki, kwa sababu uko unakuja unapata muujiza na unayaishi katika unayaishi ndani ya maisha yako. Lakini wewe sasa pali usogelee ile madhabahu ambayo ilikusaidia, hasa unaikimbia, unabarikiwa. Kama msigaribika, wewe mwenyewe utapata nini? Amen. Kumbuka ndugu mpendwa, kizazi yako, kumbuka babu zako, misingi yao ni gani? Mbona uko unaishi maisha sio faa kulingana na misingi ya babu zako? Amen. Tuko tunaishi ndani ya misingi sio faa, kwa sababu waliotangulia kuna mambo walitujalia tukafua kujua. Ndiyo maana tunaishi uzao wetu pata zaidi, tunaishi maisha ambayo tusaidia kuishi. Ni kwa sababu tulijengwa ndani ya misingi isiyofaa. Sasa ndugu mpendwa, unapoamini kama Kristo ndiye ana msingi wa kweli, toka ndani ya misingi ya asili yako, tafuta misingi ya Kristo ili ukomboe pale ambapo ulitoka. Amen. Madhabahu ya Kristo ndiyo ina uwezo ya kubomoa misingi ya kweli. Amen.
ya kubomoa asili yako. Amen. Uko unalia kila mara, kwa nini niko hivi? Kwa nini hii demo haipendi kusogelea? Kwa nini maisha yangu inaharibika? Kwa nini maisha yako yanakuwa ya maswali? Ni kwa sababu misingi yako ya kwanza iliharibika. Na ndio maana unaishi maisha siyofaa. Amen. Hata unazana watoto vile vile nao wanaishi maisha ambayo wanapitia. Na mtoto kutoka kiana ile anakunywa pombe. Amen. Unamuuliza babangu alikuwa mlevi kweli? Babangu alikuwa mlevi wa nguvu. Amen. Naye anaita misingi. Na kisha atuambia hata tunaokoka tutalipa deni. Ndio maana kupendwa maisha na obrio. Amen. Fanya yote kwa siku safi. Sababu mambo yote ambayo utafanya chini ya jua, hata unaokoka, kosekasi itaonekana ndani ya ukoo wako. Kosekasi haitakosa kuonekana. Amen. Amen. Kama ulikuwa mama wa kuhangaika, wa kuzalazala huko na huko, na unatubu, jua ya kama ile singa itafuata uzao wako tu. Amen. Mraba muuliza, uko vijua nini? Mama anawaka hivi. Na shangazi yangu anawaka hivi. Na babangu fulani anawaka hivi. Amen. Uko na gari. Hata unaokoka, unalipa deni. Amen. Unalipa deni. Lakini unapookoka hata uko unalipa deni, hizi maana tu na misingi ya Kristo ndio itawasaidia uzao wako vile. Amen. Amen. Nasikia riki. Amen. Hata unapoangalia leo uzazi ni pastor. Amen. Kuna mtu naye ambaye ni yake, lakini kwa neema ya Mungu amejengwa ndani ya misingi ya Kristo. Na ndiyo maana maombi yake anapoiomba hawezi kwanza kuombea watu wake ili naye Mungu awasaidie watoke mwenye misingi ama alipitia. Sasa wewe unaombea jamaa yako nini? Amen. Unaombea nini? Asao nako hiyo sasa kazi yake. Onako, wala kizikiko. Amen. Haiko wakati ya kuambia mtoto vile, iko wakati ya kuja kutafuta misingi ya Kristo na uombe uteshae uzao wako. Amen. Acha kumpara mtoto yako na misingi siyofaa, lakini mtafutie mjengee misingi inayofaa. Amen. Sababu anapokomala, maombi haina yalala, maombi hayozake. Anapokomala ataokolewa siku moja. Amen. Nakumbuka siku moja Goma ndio baba yangu mzazi tuko kwenye karamu. Nimetumia pombe. Wanamwambia wewe mtoto yako, wewe unataka kuingia kwa pombe unaopa sema mtauni kisha Mungu. Wewe unataka kutoa kwa pombe mbele yako. Anamwambia muache. Ni wakati yake ndio anamwambia tu kuna siku atabadilika. Amen. Amen. Na bila shida kama maombi ya mzazi wangu, maombi ambayo kwa aniombea ili ishwamishe. Amen. Hakuwa na wakati kunilaumu, alikuwa na wakati kunipeshea kuniombea. Amen. Sasa wewe. Amen. Amen. Siku ya maombi ya kuambia jamaa yako Jessica wananiomba kwa sana. Amen. Za kwenda wapi? Wale uvune hatukatale, lakini kwa siku moja utalia kilio na kusaga meno kwa jaza wako. Amen. Utaangalia watu wengine wanafanya mandoa, watu wengine wako wanaendelea, wanashika na wivu. Hawataka kuja kuzalika kwa parcel, problem, mabwizi, nini? Ni kwa sababu haukuwa na wakati wa kushanza wako. Amen. Hapo na wakati. Sasa nawaambia mkuje kubaombi. Mnaangalia kama kuna maombi kufurahisha pastor. Mnaangalia kama maombi ni kufurahisha kanisa. Amen. Haujia kama ni kukusaidia wewe mwenyewe. Wewe na jamaa yako. Amen. Kisha nyuma nakuja watoto yangu hivi na hivi waombee. Ndiye sasa waombee sababu
Kristo umeshakataa. Amen. Kuja na problem yako mkanisa, mimi na wewe tuombe. Amen. Hapana kulemesha mzigo usiofaa kwangu. Amen. Na mimi niko na jukumu zangu. Unafikiri natakaomba mimi nakosa vya kufanya na mimi? Kosa la kufanya. Amen. Si kosa la kufanya. Tumeacha nyumba zetu huko na huko kutafuta tu nini? Msaada kutoka kwa Mungu. Amen. Tumeacha nyumba zetu. Wewe ukishashika tu kanyumba kama tope, unapewa kama rasasi, unafikiria umefika. Safari bado. Safari bado. Wengine wameacha matofali zao. Wameacha mahitaji zao. Wameacha sio mambo ngapi. Lakini wanashuka na kupiga magoti kulia Mungu. Amen. Hata kuna wengine utaona ni watajiri kuliko wao mwenyewe tunayojidhania. Wanashuka, wadiakoni na kanisa. Sababu wanajua pale ambapo Mungu aliwatosha. Ndio. Sasa wewe hauna shukrani, hauna besi, hauna sio zamii. Tunaitwa kuhubiri kweli, juu kweli itaniweka huru na kwako pia. Amen. Amen. Tena huru. Kwa hiyo kujipatia masababu ambazo hazina maana. Kwa nini? Kwa nini? Huko naangalia wengine watoka wanaambia Mungu, hasa anatoka anatoka hivi. Anatoka sasa niko kule ndio nataka kupoteza hii. Sasa kule ona wengine kunaambia Mungu, kunaambia Mungu. Hauna wakati wa kushare na watu yako. Tufundishe watoto njia inayowapasa kwenda hata wanapokuwa wazee hawataiacha. Amen. Hataiacha. Sasa wewe mzazi nyumbani, mtoto nyumbani, hamuje siku ya maombi, hamuje siku ya kanisa, mko tupasa maombi hivi. Sasa pende mwa hivi, mparcelle. Mutafute neema ya Mungu ingali wakati. Amen. Ingali wakati. Ndani ya usingizi muna nini? Muna nini? Amen. Amen. Mwache mtoke ndani ya usingizi ili mwizi asiwashambulie. Soma Isaya 3:16 na wengine asome Efeso 2:20. Na mwingine asome Efeso 2:20. Isaya 3:16. Vile Bwana amesema, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi, nao wanatembea na kunyosha shingo na macho ya kudanganya, wakitembea na kucheza wakati wanapokwenda na wakipiga kengele na miguu yao. Endelea. Inasema basi hivi Bwana anapiga na upole na upele utusi wa kichwa cha binti za Sayuni. Amen. Na Bwana atawafanyiza kuwa utupu. Amen. 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 Vile Bwana anasema kwa sababu za binti za Sayuni wana kiburi. Amen. Binti wa Sayuni wana kiburi. Binti wa Filisti wana kiburi.
kazi yao ni kunyosha mashingo zao wakiipamba. Amen. Lakini Mungu anasema kuna siku atawacha utupu. Amen. Acha leo ukiwa na kiburi ya neno la Bwana. Acha leo ukiwa na kiburi mbele ya watumishi wa Mungu. Lakini nakwambia ndugu mpendwa, kuna siku kile ambacho uko unajivunia, kama ni nyumba, kama ni pesa, kuna siku Mungu atakasirika na kutoa yote. Unabakia kikoropa. Si soko. Amen. Sababu ya kujiinua. Mungu anapotoka baraka ndio kukupa onja. Amen. Lakini wenjo. Pastor mimi hapana. Sitafanya kwa maombi. Kabla pesa zangu niombee. Hauna muda tena. Unakuwa yuyuru. Mimi naenda customer. Mimi naenda kwanza kaja. Mimi naenda Mungu wangu. Amen. Lakini Mungu anatuambia jinsi alipiga binti wa Sayuni, vile ndugu mpendwa, hauko tofauti na binti wa Sayuni. Sayuni ambao anaendelea ndugu mpendwa, ni wewe ambao uko mahali hapa. Kuna siku unapojiinua, kuna siku Mungu atakushusha. Na atakula naye yote ambao unajivunia. Kuna siku unajivunia nini? Nini ambao unajivunia? Amen. Nini ambao unajivunia? Mbona matajiri kukushika wewe? Amen. Wako wanashuka wanapungia Mungu. Sasa wewe ni nini? Amen. Kuna siku unazaomba Mungu ndio anakupatia, na anapoangalia mwenendo wako atakunyang'anya tena. Kisha baada hapo anasema basera ni laana. Amen. Hakukulaani, lakini Mungu anaangalia mwenendo wako tena haufai kwake. Umejiinua, umedharau watumishi wa Mungu, wale ambao walipobea uko naongea hawana Mungu tena. Kuna siku unajivunia nini? Haya kama unasema si maandiko. Ndio. Si maandiko. Ndio. Kuna siku. Soma Efeso 2:2. Waefeso sura 2 mstari wake wa 12 tunasoma kwa utukufu wa Bwana. Amen. Mumejengwa juu ya misingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kubwa la pembeni. 21. Katika yeye jengo nzima linaunganishwa vizuri na kukaa hata lipate kuwa chakula katikati takatifu katika Bwana. Amen. Hekalu takatifu. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Amen. Hamujengwa juu ya mitume Pastor Petro. Hamujengwa juu ya msingi wa mitume. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Utaangalia wengine unawaambia, "Asa ni kanisa hili, mnajengwa kwa msingi gani?" Hajui. Amen. Kristo anatuambia ametujenga ndani ya jiwe ambayo inaitwa msingi wa mitume na manabii. Mtume ni Kristo mwenyewe ambaye alishuka kutuletea habari njema. Amen. Na Yesu Kristo mwenyewe alikuwa nabii. Amen. Tunaelewana? Ndio. Sasa utaangalia wengine watajipatia magrife. Amen. Magrife. Kanisa yangu. Amen. Kanisa yako usiingii, lakini naingia na kanisa la Kristo ambalo limejengwa misingi na mitume na manabii. Kama ni yako singi. Amen.
Amen. Amen. Sasa nyinyi mko sawa, mna macho, mnasikia lakini hamusikii. Mtu anawaambia kanisa yangu. Amen. Siri yake kisha una kama nini? Siri kanisa yake. Siri yake hata ya Mungu. Kanisa yangu. Amen. Kanisa ni la Kristo. Amen. Hii majira ni ya Mungu, lakini kanisa ni nani? La Kristo. Kanisa si la mtu. Sisi wote tuko wafanyakazi, wafuasi wa Kristo ndani ya kanisa ambalo limeishia kwa misingi yake. Hapa anatuambia naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe. Amen. Naye Kristo mwenyewe nani? Ni jiwe kubwa la pembeni. Katika yeye jengo nzima linaunganishwa vizuri. Katika yeye jengo nzima linaunganishwa vizuri. Amen. Kunakuwa wanabii. Amen. Kunakuwa watumishi. Kunakuwa wajakazi. Kunakuwa karama mbalimbali zinaunganishwa na zinakuwa jiwe katika Kristo. Amen. Amen. Ndio utachagonga huku lugha yangu njoo ya pastor. Amen. Unagonga kule lugha yake. Amen. Njoo ya mwingine. Amen. Unaangalia watu wote wanaunganishwa kwa neno moja. Na mnapounganishwa kwa neno moja, hakuna yule ambaye anaweza kuwachezea. Amen. Utafia kwa Petro, unawazia uko na miteta. Amen. Yeye atakwambia vile unafanya haiko vile. Amen. Atakwambia moja, unako mwingine. Unaangalia fulani, hata kwambia ile yeye alikwambia na anakwambia naye. Mbona wote wa lugha moja? Ni kwa sababu ni watu wa Mungu. Wanajenga msingi wao ndani ya Kristo. Amen. Lakini tena angalia wengine ndani ya kanisa wasio kama paroke. Ona fulani, hala ujuaka. Sura hivi. Jua kama hamujengwa bado. Amen. Mtafute kujengwa, muache tabia isizofaa. Amen. 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 Kama nimeanguka, si uniambie, unishaurie, niokolewe kuliko kwa kuniteta. Amen. Watu wa Kristo wanasogelea. Amen. Amen. Niambie, nihubiri, nishaurie, na maneno ya Mungu nisaidie. Sababu unaponiteta, unaposikia na huzunika na kama decision sio faa. Amen. Je, umenisaidia? Hausaidii. Lakini tunaitwa tuwe na lugha moja, nia moja, masemi moja, mafikiri moja. Ni ile ambayo Kristo anasema yeye ni jiwe. Acha tukue jiwe ndani ya Kristo. Amen. 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 Kwa kumaliza tutasoma Malaki, kitabu Malaki 4:5. Somo ni mrefu sana. Nakosa niishie wapi? Itapunguza tu. Malashi 4 mstari wa 5. Wa 5 mpaka 6. Inasema, tazameni, nitawatumia ninyi Elia nabii mbele ya kuja kwa siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana. Amen. Batambia, angalia, nitawatumia nani? Elia kuwa nabii. Elisha anasema 6. Naye atageuza moyo wa baba kwa watoto. Amen. Atageuza mioyo ya baba kwa watoto. Upendo wa baba ataonesha watoto yake. Upendo wa madhabahu utaonekana kwa Wakristo wa kanisa, na upendo wa watoto
huruma na moyo wa watoto kwa wazao, ile nisije na kupiga nchi na laana. Amen. Amen. Wanatuambia kama watatutumia nabii. Amen. Kazi ya nabii, amen, ni kuonya watu. Kazi ya nabii, baba madhabahu ilete upendo kwa Wakristo. Na Wakristo wasikilize nini ambao madhabahu itawaambia. Na wanatuambia kama pasipo ile Kristo ataponda watu. Maana ngapi tumepewa na kanisa? Mambo ngapi waambiliwa? Je, umeyatimiza? Amen. Unabii gani umepata? Onyo ngapi umepata ndani ya unabii? Lakini umepuuzi unabii. Mambo ngapi umepata? Amen. Kumbe unapodharau, amen, kuna siku Kristo mwenyewe atakuponda ponda sawa nyoka. Atakuponda ponda sawa chapati. Kwa sababu hautii madhabahu. Amen. Amen. Hata madhabahu isipotii watoto yake, vile vile Mungu atafanya kazi. Lakini tunaitwa, ndugu pendwa, kusikiliza, kuambatana. Usikilize nini ambayo madhabahu inakuambia. Amen. Na madhabahu usikilize nini ambayo watoto wanaongea. Na kazi ya Mungu songe mbele. Mungu atubariki. Amen. 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 Shika kwa mguu yako tuombe. Ondambe nanga pesa yoni. Ondambe nanga pesa yoni. Ondambe nanga pesa yoni. Ondambe unaomba Baba, nasema na unasema Baba, nakataa majivuno leo. Nakataa majivuno leo. Hata ilibomoka kujivuna leo. Natafuta unijenge upya ndani ya misingi yako. Ndani ya misingi yako. Nakataa misingi ya babu zangu. Naalika misingi takatifu toka kwako ndio nijenge. Nakataa misingi ya babu. Kristo mwenyewe unijenge. Kristo mwenyewe unijenge. Nipe roho ya kupenda watumishi wangu. Nipe roho ya kupenda watumishi wangu. Nivuvie moto ya ajabu. Nafsi yangu nakutolea wewe peke yako. Uniokoe katika ujinga wangu. Uniokoe katika ujinga wangu. Mungu